Kwanza ni shukuru kwa kunivamia waandishi wa ZBC, mmesikuitisha press hapa. Kama mlivyoona kwamba taarifa imetoka ofisi ya katibu mkuu wa chama, na katibu mkuu ndio mtendaji mkuu, lakini yeye ndio mkurugenzi mkuu wa uchaguzi ndani ya chama. Na kweli tulitoa taarifa mwanzo kwamba tutaanza kuchukua fomu tarehe 1 Mei na tutarejesha mpaka tarehe 15 Mei. Mabadiliko yalokuja sasa itakuwa tarehe 28 Juni na kurejesha itakuwa tarehe 2 mwisho Julai. Tuna kama siku 6 hivi 5. Labda kwanza hili sio geni, kwamba sio geni kwenye chama. Kama mtakumbuka, chama chetu kikubwa na chama chetu huwa kinasikiliza wananchi wanasemaje na makundi mbalimbali, kwamba baada mkurugenzi mkuu kwa maana katibu mkuu wa chama kusikia maoni mbalimbali, akaamua mchakato kuupeleka mbele ili kutoa fursa zaidi. Inawezekana kuna Watanzania wengine wako wamesafiri kwa shughuli mbalimbali ili na wao warudi wawai, basi akaona afanye hivyo. Lakini pia inawezekana kuna wadau wengine wamwambia, lakini labda nachotaka kusema kwamba hili sio geni ndani ya chama. Kwa mfano nikukumbusheni mwaka 2022 wakati tunatoa mchakato wa chama ndani ya chama wa nafasi za ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa, kama mtakumbuka, ilitolewa tarehe, ikapita, ikaongezwa tena na chama, lakini ikatokezea tena, nakumbuka kuna kipindi kuna watu walikuwa wameenda Maka sio nini, ukaongezwa tena. Kwa maana Chama cha Mapinduzi kusikiliza watu na wadau mbalimbali kaida yetu. Lakini katibu mkuu amekuwa mara kwa mara anafanya hivyo, anasikiliza wadau, wananchi, basi kwa kile kitu ambacho kiko chini ya mamlaka yake basi wanachukua. Kwa maana hiyo mimi nimpongeze tu bosi wangu katibu mkuu, baada kusikia maoni mbalimbali na akaona ni heri atoe fursa. Lengine pia hii ni fursa kwa sababu kama mtakumbuka sasa hivi kwamba tuna bunge la budget, si ndio? Na tuna baraza la wakilishi la budget. Nadhani tunatarajia bunge litavunjwa kati ya tarehe 26 ama 27 hivi. Sawa? Sasa hapo itakuwa bunge sasa wa kwa huru zaidi kushughulikia mchakato kwa wale watakuwa na nia kutaka kugombea tena. Itakuwa wako huru zaidi kurudi katika maeneo yao na kufanya shughuli za kisiasa. Sasa hivi inawezekana mchakato umetangazwa, ikiwezekana huku vikao vya bunge vinaendelea, huku vikao vya baraza vinaendelea, huku wanataka utaratibu wa kujaza fomu, kurudisha fomu. Unajua uchaguzi bwana unakuwa na homa yake. Mimi nadhani busara za katibu mkuu kwa kushauriana na mamlaka za uongozi, basi wamehisi kwamba ile jambo waliweke kuanzia hiyo Juni 28 mpaka Julai 2. Mimi nadhani jambo la kawaida tu. Mimi waombe tu watiania, bado muda wanao umetolewa mzuri huo, wajipange, wajiandae, waombe ridhaa ndani ya chama chetu. Na hatuna haja sisi kama wenezi kutoa taarifa nyingine yote. Katibu mkuu ndo mtendaji mkuu wa chama na ndo msemaji mkuu, kuacha mwenyekiti. Katibu mkuu yeye ndo bosi wetu. Kwa maana hiyo nyinyi mmekuja hapa kutaka uhakika tu, taarifa hii sahihi ama sio sahihi. Napenda kusema kwamba taarifa hii ni sahihi, imetoka ofisi ya katibu mkuu baada kusikia wadau mbalimbali, basi akaona, na sisi tumefurahi kwamba baada katibu mkuu kwa upeo wake. Na hapa sasa ndo ubora wa CCM, viongozi wa CCM. Na ndo maana hapo unamkuta genius daktari Dr. Emmanuel John Nchimbi alipokuwa mtu ambaye yuko vizuri sana. Kaona kasikiliza kaona bora basi yeye kama mkurugenzi mkuu wa uchaguzi ndani ya chama chetu akasema basi tusogeze kidogo mpaka Juni, baada Mei, baadaye Julai tarehe 2, ndani ya siku 6 mtu tutakaoshajaza usharejesha. Lakini utaratibu utakuwa kama kawaida vile vile. Watachukua kwenye zile wilaya, na utaratibu kama ulivyotolewa na taarifa aliyotoa katibu mwenezi wa taifa Amos Makala, utaratibu utabaki kuwa kama vile vile. Watachukua katika wilaya, watarejesha, baadaye taratibu za vikao zitafuata.
Sawa, labda tunataka kufahamu mabadiliko haya yatatija gani katika kuongezea ushindi chama chetu cha Mapinduzi? Mabadiliko haya yanazidi kuweka wigo mpana, yani unajua wigo mpana na kuondoa malalamiko. Inawezekana mwingine anasema mimi nina jukumu hili na huku tena naambiwa kuna jukumu hili. Nadhani ni kuendelea kutoa fursa kwa watu mbalimbali, makada wa CCM waendelee kujitokeza. Kama mtu anajifikiria bado hajaamua, basi pia imetolewa ofa nyingine, muda mwingine huo ambao wakajifikiria wajitokeze ili waombe ridhaa ya chama chetu. Baadaye vikao vitafanya wajibu wake kama ilivyo. Kwa maana hiyo, kama ulichokujia kutaka kujua hii taarifa sahihi au si sahihi, mimi kama katibu mwenezi ambao nilopangiwa kazi zangu kufanya kazi Zanzibar, msemaji wa chama hichi hapa Zanzibar, na kuhakikisheni kwamba taarifa hii ni sahihi, imetoka ofisi ya katibu mkuu, na huo ndio utaratibu utakavyokuwa kama barua ya katibu mkuu ilivyoelekeza.